Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na wakati huu tuelekee Mashariki ya Kati ambapo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anataka Israel isimamie ulinzi katika eneo la ukanda wa Gaza licha ya mipango ya amani ya Rais wa Marekani Donald Trump. Israel imesisitiza jana kwamba itaendelea kusimamia usalama wa ndani wa Gaza licha ya kusaini makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani ya usitishaji vita ambayo yataruhusu upelekwaji wa kikosi cha kimataifa cha usalama, na kwamba vikosi vya jeshi vya Israel vinapaswa kuondoka katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hayo jana kwamba Israel itaamua yenyewe wapi na lini watawashambulia maadui zake na ni nchi zipi zitaruhusiwa kutuma wanajeshi kulinda makubaliano ya kusitisha mapigano. Alikuwa akizungumza wakati wa kikao cha baraza lake la mawaziri jana Jumapili. Tunadhibiti usalama wetu wenyewe na tumeweka wazi kwamba kuhusu vikosi vya kimataifa Israel itaamua ni vikosi gani havikubaliki kwetu, na hivyo ndivyo tunavyofanya na tunaendelea kufanya hivyo. Hili bila shaka linakubaliwa na Marekani pia, kama wawakilishi wake waandamizi walivyoweka wazi katika siku za hivi karibuni. Israel ni taifa huru, tutajilinda sisi wenyewe na tutaendelea kudhibiti hatima yetu, anasema waziri mkuu huyo wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu. Hata hivyo, hayo yote yanatajwa kwamba ni kwa sababu moja kati ya mataifa katika Mashariki ya Kati, Uturuki, ilitaka kupeleka wanajeshi wake na ilikuwa inataka kushirikiana na jeshi la Misri katika kuhakikisha inatafuta miili ya mabaki pamoja na kuondoa mabomu yaliyopo katika maeneo ambayo hayakuripuka, lakini ilitajwa ni miongoni mwa mataifa ambayo yatapeleka wanajeshi wake, jambo ambalo waziri mkuu Benjamin Netanyahu amesema haitowezekana, na sababu ya kusema watapeleka vikosi vyao ni kwa sababu ya jeshi hili la Uturuki ambalo waziri mkuu Benjamin Netanyahu amekuwa na tofauti ya kidiplomasia kati yake na Rais Recep Tayyip Erdogan. Chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani, huku vikosi vya Israeli vikiondoka baada ya kumalizika kwa miaka miwili ya mapigano makali dhidi ya Hamas, kikosi cha kimataifa kinachotarajiwa kujumuisha nchi nyingi za Kiarabu ama za Kiislamu kinatarajiwa kulinda usalama katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Israel inapinga jukumu lolote la mpinzani wake wa kikanda Uturuki, huku Netanyahu chini ya upinzani mkali kutoka kwa wanasiasa wenye msimamo mkali katika serikali yake ya muungano wake ambao walikubali hata kusitisha mapigano. Alichukua msimamo mkali hapo jana wakati mawaziri wa serikali walipokutana huku Yerusalemu. Israel imeondoa vikosi vyake ndani ya Gaza hadi kwenye kile kinachoitwa mstari wa njano kwa ajili ya makubaliano ya usitishaji vita, lakini inasalia kudhibiti zaidi nusu ya eneo hilo, ikiidhinisha kila msafara wa misaada wa Umoja wa Mataifa unaopitia mipaka yake, na imefanya angalau mashambulizi mawili tangu kusitisha mapigano. Wakati huo huo, picha za shirika la habari la AFP zimeonyesha msafara wa Misri kutoka Gaza ukipeleka waokoaji wa mashine nzito kwa ajili ya kuharakisha utafutaji wa mabaki ya mateka wa Israel ambao Hamas inasema umefukiwa chini ya vifusi vya eneo hilo la Wapalestina lililoharibiwa. Malori ya mizigo midogo yakipeperusha bendera ya Misri yalisafirisha tingatinga na wachimbaji wa mitambo hadi Gaza, yaliambatana na malori yaliyokuwa yakielekea kwenye kamati ya misaada ya Misri yenye makao yake makuu Al-Zawaida. Msemaji wa serikali ya Israel Shosh Bedrosian alisema waziri mkuu Netanyahu ameidhinisha kuwasili kwa timu hiyo kutoka nchini Misri. Mashirika ya misaada yanalalamika kwamba misafara ya kibinadamu bado haina njia ya kutosha ya kufika Gaza ili kupunguza hali ya njaa katika sehemu za eneo hilo, na familia bado zimebanwa na njaa. Hali za mateka. Kundi la Hamas limesisitiza kuwa lina nia ya dhati ya kurejesha miili 13 iliyobaki ya mateka, ambapo limepanua zoezi la utafutaji miili hiyo Jumapili katika maeneo mapya ya ukanda wa Gaza. Miili hiyo inajumuisha Waisrael 10 waliotekwa nyara wakati wa shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 lililosababisha vita. Mwisraeli mmoja aliyetoweka tangu 2014, lakini raia mmoja wa Thailand na mfanyakazi mmoja Mtanzania. Hamas tayari imewarejesha mateka 20 waliobaki walio hai na miili 15 ya mateka. Lakini kundi hilo limeonya kuwa linajitahidi kupata miili ya wengine katika magofu ya Gaza ambapo zaidi ya Wapalestina 68,500 wameuawa na mashambulizi ya Israeli, kulingana na takwimu kutoka kwa Wizara ya Afya
ingawa baadhi ya takwimu zinaeleza ni 70,000. Hata hivyo, kulingana na msemaji wa Israel, Hamas wanafahamu wapi ilipo miili ya mateka na kwamba wanahitaji kuongeza juhudi katika kuitafuta. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.